Awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa kutujalia kuweza kukutana asubuhi hii katika hafla yetu hii fupi. Ama baada ya kumshukuru Mungu, nichukue nafasi hii kwa niaba ya uongozi wa taasisi ya viwango Zanzibar, hususan mkurugenzi mkuu ndugu Yusuf Maji Nasor, kuwakaribisha nyote ambao mko hapa, hasa ndugu zetu waandishi wa habari ambao tumekuiteni na alhamdulillah mmeitika, kwa sababu shughuli hii bila ya ujio wenu isingalifana. Aidha, niwashukuru watendaji wenzangu kwa kushirikiana nasi katika ghafla hii fupi. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama ilivyo kawaida yetu sisi taasisi ya viwango Zanzibar, tunapopata jambo zuri na hata liwe baya, lakini alimradi linalotakiwa kuwafikia wananchi, huwa tunakuiteni ili mpate kuwafikishia wananchi. Kwa mara nyingine tena tuna furaha kubwa kwa utaarifu umma na wadau wa sekta ya nishati ya usafiri wa anga, mamlaka za udhibiti na washirika wetu wa maendeleo kwamba maabara yetu ya kemikali hapa ZBS imepata ithibati ya kimataifa katika upimaji wa mafuta ya ndege pamoja na upimaji wa mafuta ya diesel. Mafanikio haya ni hatua muhimu katika kuimarisha miundombinu ya ubora hapa Zanzibar na kuhakikisha kuwa bidhaa za mafuta zinazoingizwa nchini, kuhifadhiwa na kusambazwa nchini zinakidhi viwango vya kitaifa, kimataifa vya ubora, usalama na ulinzi wa mazingira. Ndugu zangu waandishi wa habari, kupitia ithibati hii, maabara zetu za ZBS zimethibitisha uwezo wake wa kufanya vipimo kwa usahihi, kuaminika, vile kutumia mbinu za kisasa pamoja na vifaa vya kisasa katika upimaji wa bidhaa mbalimbali. Pia zinaonyesha umakini wake katika mfumo wa udhibiti ubora au mfumo wa management system uliopo katika maabara. Hivyo tunajivunia kuwa na mfumo bora ambao umetupelekea kupata ithibati. Tungelipenda wengine wajasome mfumo huu. Ndugu zangu waandishi wa habari, ithibati hii kwa upande wa mafuta ya ndege, ithibati hii itachangia kuhakikisha kwamba mafuta yanayotumika katika ndege yanakidhi mahitaji ya kiusalama, na sio tu ya kiusalama lakini vile ya kiutendaji yanayotakiwa katika sekta ya usafiri wa anga, na itaongeza usalama wa ndege, hasa kwa ndege zote zile ambazo zinatua katika viwanja vya Zanzibar. Wito wetu kwa mashirika ya ndege yafahamu kwamba sasa Zanzibar kuna maabara iliyotukuka katika upimaji wa mafuta ya ndege na imepata ithibati. Kwa hiyo hakuna tena wasiwasi wa kujaza mafuta katika uwanja wa ndege wa Zanzibar, kwa sababu mafuta hayo yamepimwa na maabara iliyopata ithibati ya kimataifa, ambapo vipimo vyake vinatambulika ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Ndugu zangu, hatua ya kupata ithibati katika upimaji wa mafuta ya ndege ni hatua muhimu sana, hasa tukizingatia kwamba serikali imewekeza miundombinu ya kuimarisha soko la utalii. Kumekuwa na ongezeko kubwa la utalii, ongezeko kubwa la uingiaji wa ndege. Kwa hiyo kupata ithibati katika upimaji wa mafuta ya ndege inafungua fursa na uaminifu zaidi katika maabara zetu na kujenga uimara na uaminifu zaidi kwa mashirika ya ndege kutua zaidi Zanzibar, yakiamini kwamba kuna uwezekano wa kujaza mafuta yaliyopimwa na yaliyoaminika kutoka taasisi ya viwango Zanzibar. Ama kwa upande wa mafuta ya diesel, ithibati hii itasaidia kuthibitisha ubora wa mafuta yanayotumika katika magari, mitambo, meli pamoja na viwandani au katika maeneo ya kuzalisha umeme. Vile inasaidia katika kudhibiti ubora wa mafuta ambayo yanaingizwa kiholela kwa njia za panya. Aidha, ithibati hii itaongeza msisimko wa biashara kwa wananchi wa Zanzibar na maeneo mengine. Kwa ujumla wake, kupatikana kwa ithibati hii kuna faida muhimu au kuna faida mbalimbali ambazo zinapatikana. Moja ni kuimarisha biashara, uwekezaji na ushindani wa sekta za biashara na kusaidia mamlaka za udhibiti katika kutekeleza sheria za viwango Zanzibar. Pili ni kupunguza gharama na muda wa kutuma sampuli nje kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Ndugu zangu, hapa nifafanue kidogo.
Hapo awali, kabla ya kuwa na maabara zenye ithibati, ili yaaminike matokeo yako sahihi, tulipaswa kutuma sample nje kwenye maabara ambazo tayari zimepata ithibati. Lakini baada ya kupatikana ithibati hii, sasa hakutakuwa tena na haja ya kutuma sampuli kwenda kwenye maabara za nje, kwa sababu maabara za ZS sasa hivi zitakuwa zina ithibati, tayari zina ithibati. Kwa hiyo kutakuwa hakuna tena haja ya kutuma sampuli nje. Kwa hiyo imepunguza gharama. Aidha, faida nyingine ambayo inapatikana baada ya kupatikana ithibati hii ni kuongeza uaminifu wa matokeo ya maabara wa wadau wa ndani na wa nje. Aidha, ni kuhakikisha kuwa ubora wa bidhaa zinazouzwa na kutumika nchini ziko salama. Aidha, ni kuimarisha usalama wa sekta ya usafiri wa anga kupitia uhakiki wa ubora wa mafuta ya ndege. Ndugu zangu waandishi wa habari, mafanikio haya yametokana na uwekezaji mkubwa wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika miundombinu ya maabara, vifaa vya kisasa vya uchunguzi, mafunzo ya wataalamu na utekelezaji wa mifumo ya usimamizi wa ubora inayokubalika kimataifa. Tunatoa shukurani za dhati kwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa miongozo yake na vipaumbele vyake kwa ZBS. Aidha, tunatoa shukurani zetu kwa wadau wa sekta ya mafuta na wadau wote wa ZBS katika kushirikiana nasi kwa njia moja au nyingine mpaka kupatikana ithibati hii. Vile vile tunapenda kutoa shukurani zetu kwenu nyinyi waandishi wa habari kwa kuzichukua taarifa hizi na kuzipeleka kwa wananchi, ili wananchi kufahamu kunaendelea nini ndani ya nchi, hasa kutoka Taasisi ya Viwango Zanzibar. Kwa hiyo tunawashukuru sana 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 sana.